Bana, tuko Masjid Maamur hapa katika siku ya huzuni kabisa kinchi, kisanaa, pia kitasnia kwenye msiba wa marehemu Hashim Kambi, na niko na ndugu yangu hapa, mzee wangu pia, mko wangu pia kwenye mambo ya sanaa, Made Bilidai. Tuzungumze naye maili matatu kuhusiana na msiba huu. Mleto umesimama na usiache kufuatilia 96 Rick na Bongo Plus TV. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole sana na msiba. Shapo, lakini msiba huu ni mali yetu, ila maiti ndo mali ya ndugu, kwa hiyo ni mali yetu sote, kwa hiyo tupeane pole. Sawa sawa. Yeah. Hizi taarifa wakati kila mtu anaanza kuwa anazipata, post ilikuwa inatembea, ilikuwa ni screenshot ya post yako wewe. Wewe ndo ulikuwa mtu wa kwanza, kama nitakuwa sikosei, kuonesha umma kwamba tumeondokewa na marehemu Hashim Kambi. Wewe ulikuwa wapi wakati tunapata hizi taarifa? Hizi taarifa niliziona katika grupu la viongozi wa chama cha waigizaji wilaya ya Kinondoni. Mzee wangu Mzee Makatu alizituma. Sasa huwa ni sehemu yenye uhakika zaidi, na mimi nikaona si mbaya sasa ni share na watu wengine ambao hawakupata taarifa ili tujumuike kama hivi. Asilimia ya watu wengi walikuwa wanadhania pengine ulikuwa uko naye marehemu wakati haya mambo yalikuwa yakimfika. Leo ndo umetuambia kumbe uliziona kutoka kwa viongozi. Ni kwa umoja gani ambao mnakuwa pamoja au mnakuwa active kujua kuna taarifa fulani, basi mfano kama hii haraka haraka ya Hashim basi ziwafikie wale wao? Hapa Tanzania kuna chama cha waigizaji wote, na nitumie fursa hii kuwaambia waigizaji waliko wajiunge kwenye chama, ndio ambayo manufaa yake ndio haya ya umoja. Chama cha waigizaji TDFAA kinaitwa. Kwa umoja ule kuna sehemu tunazungumza, tunajadiliana, tunapeana taarifa aidha za kuhudumia, kutoa taarifa katika maeneo mengine. Kwa hiyo huko ndo zinatumwa taarifa zenye uhakika ambazo zinawahusisha wasanii moja kwa moja. Yeah. Moyo wa mwanadamu ni kichaka. Msiba huu Hashim Kambi umekuuliza kwa namna gani? Kiukweli huyu mzee ni mzee ambaye kwanza alikuwa anaishi na kila mtu, lakini mimi nimefanya naye kazi pakubwa. Mimi naanza sanaa yangu, yeye nilimkuta shirikisho msanii Afrika Shima Sinza pale Kijiweni 2002, na nilihudumu pale mpaka 2005. 2005 yeye akiwa kiongozi na mimi nikiwa msanii ninayechipukia. Tulifanya filamu kama tamthilia kama Hatia, Wingu, na yeye alikuwa anajulikana kama Mzee Wingu. Kipindi hiko ilikuwa ITV. Kwa hiyo kwa muktadha huo ukanifanya niendelee kumjua tangu Mzee Wingu mpaka Hashim Kambi na maeneo mengine. Na nilipoanza kutengeneza filamu yangu ya kwanza 2009, nilimshirikisha yeye, akiwepo Liamali na hayati Grace Mapunda Makawele. Bado haitoshi, nikafanya naye filamu inaitwa Mzee Ngadu, mimi nikiwa producer. Kwa hiyo ukiyachanganya haya inanifanya nione kwamba nimepoteza kiungo muhimu katika tasnia ya uigizaji, kwa sababu mzee alikuwa na sifa zake. Kwanza ni mtu ambaye anakalili haraka script na anavaa husika kwa muda mfupi. Kwa hiyo ni kalma. Unajua wasanii wengi tuko nao sasa hivi wengi hawajui mifumo ya script, ni wanafanya zile sanaa za kukurupuka. Kwa hiyo mzee, lakini la pili, mzee alikuwa na uwezo wa kuishi na kila mtu. Hiyo nayo ni kalma ambayo sio kila mtu anayo. Unajua vijana wa sasa hivi kuna wimbi la watu ambao wanakana uhalisia, yani wanadanganya uhalisia wao. Kwa mzee akuishi humo, sijui umeelewa. Lakini bado itoshi, tuna changamoto ya wasanii walikalake, sijui umeelewa. Kwa hiyo kwa haya machache utaona ni namna gani tumepoteza kiungo muhimu sana kwenye tasnia. Kifo chake kinatupa taswira gani kwenye tasnia ya filamu Tanzania, kwa sababu tunaondokewa na karakta ya mzee katika tasnia ya filamu. Kuna pengo hapa litakuwepo zito pia. Nani anaweza akakava uhusika wa kama baba, kama mjomba, kama babu kwenye filamu, hali ya kuwa Hashim Kambi tayari ametutangulia? Naweza kusema kwamba kama
iwe sasa kama wito kwa wasanii ambao wapo wajifunze kupitia yeye, kwa wazee ambao pengine wanakuja, pengine wanatamani, basi wayachukue Hashim Kambi ili tuendelee kuishi nayo, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuigiza uhusika wowote unaohusiana na umri wake, na ukitazama hata kifo chake kimetokana na sehemu alikuwa anafanya dubbing ya kuigiza sauti. Bado alikuwa anatumia vitu viwili, anatumia taswira pamoja na sauti yake kumuigizia fedha. Kwa hiyo tutoe wito kwa wasanii wenye umri au eji kama yake kuongeza sasa kasi, kwa sababu ndio tutakaowaona kutoka sasa. Yeah. Kipi kinaendelea sasa hivi kwenye hali ya msiba kwa Patrick? Kinachoendelea sasa hivi ni utaratibu tu na itifaki, na tutaenda kupumzika Kisutu hapa, naenda kumradhi. Kwa hiyo kinachoendelea ni utaratibu wa kidini na utaratibu wa kindugu na itifaki za kiserikali. Ndio. Hivi mkiwa kama wasanii huwa kuna namna, kwa sababu ni msanii mwenzenu, huwa mna uwezo wa kuishauri labda familia au kuizungumzia kwamba labda kwa mujibu wa huyu ni msanii wetu, basi tunaomba masuala ya mazishi sisi tutamalizana nayo? Huu msiba umeshakuwa ni wa wote, yani sio wa wasanii peke yake, yani kila mmoja kagusa. Kwa hiyo ikifikia hatua hiyo, inakuwa hakuna namna, serikali kuu ndio ina uwezo wa kufanya chochote kinachowezekana juu ya msiba, kwa sababu sisi sio zaidi ya serikali kuu, na kama uliona hadi Mheshimiwa Rais naye ameposti huu msiba kuonesha kugusa. Kwa hiyo ikifika hiyo ngazi, sisi pia tunakuwa miongoni mwa watu ambao tunashiriki huu msiba. Sawa, hii pia imetupa moyo kuona Mheshimiwa Rais naye aliona kwamba Hashim Kambi alikuwa na mchango kwenye hii taifa. Yeah. Nikushukuru sana mzee wangu, neno la kumalizia kuhusiana na aidha iwe funzo au darasa kwenye jambo la leo? Neno la kumalizia katika hichi niwaambie tu, kifo ni wito ambao Mungu anautoa na kila binadamu atatii. Kwa hiyo kifo kisimame kama wito kwa wanadamu wote. Kwa hiyo kabla hujaitwa, tengeneza mfumo mzuri, itiko lako liwe na dhamira njema na ithibati bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shukrani sana. Asante. Haya, machache ambayo nimezungumza na Madebe Dai. Tuko hapa katika msiba wa marehemu Hashim Kambi. Allah ailaze roho yake mahala pema peponi. Amin.